Mahakama Kuu Kanda ya Kigoma imetupilia mbali maombi ya mapitio yaliyowasilishwa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali AG waliokuwa wakiomba mahakama ipitie upya uamuzi wake wa Disemba 16 mwaka 2025 uliotolewa katika shauri hilo la uchaguzi nambari 28949 la mwaka 2025. Katika maombi hayo, waombaji waliomba mahakama itengue amri iliyoambatana na uamuzi huo, wakidai kuwepo kwa dosari iliyotokana na utoaji wa msaada wa kisheria kwa walalamikaji kwenye shauri la awali. Maombi hayo yaliwasilishwa chini ya amri ya XLL ya kanuni ya kwanza (1) B pamoja na kifungu cha 88 (1) B cha sheria ya mwenendo wa makosa ya madai, yakitegemea hoja kuu ya kuwepo kwa ushahidi mpya ambao au kuwepo wakati wa uamuzi wa awali unaotolewa. Katika shauri la awali la uchaguzi, walalamikaji ambaye ni Johali na Lahum Mwitu, Pendo Kombolela na Ruma wanapinga ushindi wa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chiponda au Baba Levo kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Uamuzi huo umetolewa mnamo Mei 4 mwaka 2026 na Jaji Projestas Kayoza aliyekuwa akisikiliza kesi hiyo. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote, amesema kwamba ushahidi mpya uliowasilishwa kama msingi wa maombi ya mapitio haujajitosheleza na ni wa kutilia shaka, hivyo akatupilia mbali maombi hayo. Msingi wa maombi ulikuwa kama ifuatavyo. Awali, katika usikilizwaji wa shauri hilo la uchaguzi, mapingamizi ya kisheria yaliibuliwa ikiwemo wajibu maombi wa kwanza hadi wa 4 kutokana na wala kutokutambua wala kulipa dhamana ya shauri kama ambavyo kifungu cha 140 (2) (3) (5) na 7 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa ubunge na madiwani wa mwaka 2014 kinavyoelekeza. Mahakama hiyo, baada ya kusikiliza pande zote mbili, ilitupilia mbali mapingamizi hayo baada ya kujiridhisha kuwa walalamikaji katika shauri hili walikuwa wanufaika wa msaada wa kisheria, kwa hiyo hawakuhitaji kuweza kulipa au kuweka dhamana ya gharama ya shauri. Hata hivyo, katika maombi ya mapitio, waombaji walidai kuwa wamepata ushahidi mpya unaoonyesha kuwa Chama cha Wanasheria Tanganyika yani TLS kilitoa msaada wa kisheria bila kuwa na usajili halali wakati huo, hivyo kuweza kufanya uamuzi wa awali kuwa na dosari. Wakati wa usikilizaji wa maombi hayo, waleta maombi waliwakilishwa na wakili mkuu wa serikali Vivian Method pamoja na wakili wa serikali mwandamizi George Kalenda, huku mjibu maombi wa kwanza hadi wa 4 wakiwakilishwa na John Seka na Baba Levo akiwakilishwa na Danieli Lumenyera na Emmanuel Msasa. Akiunga mkono maombi hayo, wakili Vivian alitaja vifungu vinavyoipa mahakama hiyo mamlaka ya kuweza kufanya mapitio ya uamuzi wake kuwa ni amri ya XLII kanuni ya kwanza (1) B pamoja na kifungu cha 88 (1) cha sheria ya mwenendo wa makosa ya madai. Mbali na vifungu hivyo, wakili huyo alirejelea mashauri mbalimbali ikiwemo shauri la Emmanuel Jagelo na wengine watatu dhidi ya
Multimodal Transport Africa Limited, shauri la mapitio nambari 2 la mwaka 2012 lililoonyesha mamlaka ya mahakama hiyo katika mapitio na sababu zinazoweza kupelekea kufanya hivyo. Alisema kwamba msingi wa maombi hayo ya mapitio ni hoja kuu moja ambayo ni upatikanaji wa ushahidi mpya unaoonyesha TLS ilitoa msaada wa kisheria kwa walalamikaji au kwa walalamika katika shauri hilo pasipokuwa na mamlaka ya kufanya hivyo. Akitaja masharti yanayoainishwa juu ya mahakama kuweza kufanya mapitio katika maamuzi yake, wakili huyo amerejea shauri la Mohamed Enterprises Tanzania Limited dhidi ya T-Hall Limited Company na kueleza upatikanaji wa ushahidi mpya ni sharti mojawapo la msingi kwa mahakama kuweza kufanyia mapitio ya uamuzi wake. Amedai ya kwamba awali, wakati shauri likiendelea hadi kumalizika, hawakuwa na taarifa ya TLS kutokuwa na mamlaka ya kuweza kutoa huduma za msaada wa kisheria mpaka pale walipopata ufafanuzi kwa njia ya barua kutoka kwa mamlaka husika. Alidai kuwa Wizara ya Katiba Sheria iliwafahamisha waleta maombi kuwa TLS ilipewa usajili wa kutoa huduma za msaada wa kisheria mnamo Aprili 29 mwaka 2019 kwa muda wa miaka mitatu, ambapo usajili huo uliisha mnamo Aprili 28 mwaka 2022. Amedai kwamba kutokana na ushahidi huo mpya wamebaini kwamba kutokulipa dhamana ya gharama za shauri tajwa la uchaguzi kulipelekea dosari katika shauri hilo na kuwa ufafanuzi huo ulipatikana baada ya mahakama kuwa imeshatoa uamuzi wake. Aidha, amedai kwamba walichukua hatua stahiki ili kuweza kupata ufafanuzi juu ya TLS kutoa msaada wa kisheria na kwamba mpaka uamuzi huo unatoka hawakuwa wamepata ufafanuzi huo na kuiomba mahakama itengue uamuzi wake na amri zake za Disemba 16 mwaka 2025. Kwa upande wao, wajibu maombi wa kwanza hadi wa 4 kupitia wakili wao John Seka walipinga maombi hayo, wakieleza kuwa ushahidi uliowasilishwa ni wa kutilia shaka kwa kuwa au kuambatana na cheti cha usajili kinachodaiwa kuisha muda wake. Ameeleza kuwa cheti cha usajili cha TLS, yani cheti nambari LAP-2019-0003 si sehemu ya kumbukumbu za mahakama kwenye shauri hilo la mapitio wala haikuwa sehemu ya kumbukumbu za shauri mama ambalo uamuzi wake umeombwa mapitio. Amedai kuwa cheti kilichopo mahakamani ni Legal Aid Certificate na sio Certificate of Registration ya TLS, kuwa barua kutoka kwa Wizara ya Katiba ya Sheria ya Februari 12 mwaka 2026 ni mawasiliano ya ndani kati ya taasisi mbili za serikali na haionyeshi kama imehusisha TLS kwa namna yoyote ile. Kwa mujibu wa wakili huyo, TLS imekuwa ikitoa msaada wa kisheria tangu ilipoanzishwa mnamo mwaka 1954 na hata kabla ya sheria ya msaada wa kisheria kupitishwa. Hivyo anaamini kuwa swala la TLS kutoa msaada wa kisheria lipo chini ya kifungu cha 4 cha sheria ya TLS. Akirejelea hoja yake ya kuchukulia maombi hayo kwa tahadhari kubwa, wakili huyo ameonya kwamba upo uwezekano wa mahakama hiyo kuwa ya kwanza kusema kwamba TLS haina mahakama ya kisheria,
haina mamlaka ya kisheria ya kuweza kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi na kuweza kuomba mahakama itupilie mbali maombi hayo. Sasa hapa tukasikilize uamuzi wa jaji. Jaji yeye aliamua nini? Katika uchambuzi wake, Jaji Kayoza ameeleza kuwa sheria imeweka masharti matatu muhimu kwa mahakama kuweza kufanya mapitio ya uamuzi wake. Kuwepo kwa ushahidi mpya muhimu, ushahidi huo kuwa wa kuaminika na usio na shaka, na kwamba ushahidi huo au kuweza kupatikana licha ya juhudi zote kabla ya uamuzi wa awali. Mahakama ilieleza kuwa hatua za kutafuta ushahidi zilichelewa kuchukuliwa, kwani barua ya kuweza kuomba ufafanuzi iliandikwa mnamo Disemba 12 mwaka 2025, wakati tayari shauri lilikuwa limefunguliwa mnamo Novemba 14 mwaka 2025 na usikilizwaji ulikuwa umekamilika. Kwa mtazamo wa mahakama, hatua hizi zilipaswa kuweza kuchukuliwa mapema zaidi, na kuchelewa huko kulionyesha ukosefu wa juhudi za kutosha. Pili, jaji akasema kwamba kuhusu uhalali wa ushahidi, mahakama ilieleza kuwa barua ya katibu mkuu pekee haitoshi kuthibitisha madai bila kuambatana na cheti halisi cha usajili wa TLS. Mahakama inasisitiza kuwa anayetoa madai ana wajibu wa kuweza kuthibitisha kwa ushahidi thabiti, na katika kesi hii kutowasilishwa kwa cheti hicho kulifanya ushahidi huo kuwa na mashaka. Jaji Kayoza alieleza ya kuwa hata katika mashauri ya madai ambapo kiwango cha uthibitisho ni uwezekano zaidi ya nusu, akasema kwamba bado ushahidi uliowasilishwa au kufikia kiwango hicho. Aidha, mahakama ilikumbusha kuwa mapitio siyo njia ya kuweza kurejelea hoja au ushahidi ambao ungeweza kuwasilishwa. Aidha, jaji wa mahakama alikumbusha kuwa mapitio siyo njia ya kuweza kurejelea hoja au ushahidi ambao ungeweza kuwasilishwa katika shauri la awali, bali ni kwa ajili ya kuweza kusahihisha makosa yaliyo wazi au kushughulikia ushahidi mpya ambao haukuweza kupatikana kwa wakati. Kwa mtazamo wangu na kwa hali ya kawaida, hatua kama hizi zilipaswa kuchukuliwa mara baada ya shauri kufunguliwa, kwa kuzingatia kuwa shauri hilo linahusisha mwanasheria mkuu wa serikali AG. Ni wazi kuwa ofisi hizi zilikuwa na nafasi ya kuweza kuliona swala hili mapema na kuweza kuchukua hatua stahiki, amesema jaji. Nasema hivyo kwa sababu ofisi hizi ni sehemu ya serikali kama ilivyo Wizara ya Katiba na Sheria. Haingii akilini ni kwa namna gani ushahidi huu usingeweza kupatikana kabla ya uamuzi kutolewa, wakati wahusika wote si tu sehemu ya serikali bali wote wapo ndani ya wizara moja, alisema hivyo jaji. Jaji amefafanua katika maombi ya sasa kuwa msingi wa ushahidi huo mpya ni cheti cha usajili wa TLS. Ilikuwa ni muhimu mwenye kutoa madai hayo kuwasilisha cheti husika ili kuweza kuthibitisha madai yake, na cheti hicho kingekuwa ni msingi mzuri wa maamuzi ya mahakama. Katika shauri letu la sasa nimebainisha bayana kigezo cha kwanza na cha tatu havijatimizwa, hivyo hata pasipo kuangalia kigezo cha pili, ni wazi kwamba takwa la ushahidi mpya kama nguzo muhimu la maombi ya mapitio linakuwa halijatimizwa. Amehitimisha hivyo Jaji Kayoza na kuweza kuikatalia serikali katika maombi yake. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tuachie ujumbe wako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.